Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallahi ta'ala. Ndugu Waislamu, na wahusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani hawajapata hoja wa Mwenyezi Mungu kuhusiana jambo lililo bora kabisa kuliko hili la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunaposoma Qur'ani, Mwenyezi Mungu anatuelezea juu ya vipindi takriban vinne ambavyo sisi wanadamu tumepitia ama tunapitia. Kipindi cha mwanzo ni kipindi ambacho sisi hatukuwa kitu chenye kutajwa, hatukujulikana kabisa. Kisha kipindi cha pili ni kipindi cha sisi kujulikana, na kipindi cha tatu ni kipindi cha kuwepo mwanadamu, na kipindi cha nne ni kile kinachotukuta sisi tuliopo leo, na mwisho kule tunakokwenda. Cha mwanzo Mwenyezi Mungu anakieleza katika Qur'ani baada ya bismillahir rahmanir rahim kwa kutuambia, hal ata ala al-insani hinu min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura, kwamba sisi wanadamu, au kwa tafsiri nyingine baba yetu Adam, kilipita kipindi kirefu kabisa hatukuwa wenye kutajwa, kama vile Mwenyezi Mungu anatuambia viumbe waliokuwako wala hawakuwa wakijua chochote kuhusu kiumbe mwanadamu. Muda mrefu ulipita. Baada ya hapo anatuhadithia katika Qur'ani kwenye suratul Baqara kwamba sasa mwanadamu anaanza kutajwa, na mtiririko huu una mafunzo kwetu sisi leo vile vile, mmoja mmoja, kwamba wewe hivyo unavyojiona ulivyo, kuna wakati hukuwa kitu chenye kutajwa, wala watu hawakuwa wakijua kama kutakuwa na mtu fulani. Kisha ima wazazi wawili wakaamua kuozesha watoto wao, au mmoja akamuona mwingine akampenda, ndoa ikafungwa, na pia ukapita muda fulani, ndio wewe sasa unaanza kutajwa, kama tunavyoambiwa kule, hal ata ala al-insani hinu min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Pale kwenye kutajwa kwenye suratul Baqara, Mwenyezi Mungu anatuambia baada ya bismillahir rahmanir rahim, wa idh qala rabbuka lil malaika, nakumbuka pale Mola wako aliposema kuwaambia malaika, inni ja'ilun fil ardi khalifa, mimi nataka kuweka katika ardhi atakayekuwa mwakilishi wangu. Au tafsiri nyingine, viumbe watakaokuwa wakiondoka hawa wanakuja hawa, wakiondoka hawa wanakuja hawa, kama vile anatuambia kwa mara ya kwanza mwanadamu anatajwa na malaika. Baadhi ya wanazuoni wanasema kutokana na walioyashuhudia kwenye viumbe waliotangulia, wakamwambia Mola wao wakionyesha wasiwasi wao kwamba huyu unaotaka kumleta atafanya uharibifu, atamwaga damu, kama haja yako ni kuabudiwa na kutukuzwa, sisi tupo tunafanya kazi hiyo. Mwenyezi Mungu akawaambia, mimi najua yale msiyoyajua. Sasa mwanadamu yupo, na kwa kuwepo kwake Mwenyezi Mungu ametueleza ndani ya Qur'ani
karne na karne za uwepo wa mwanadamu na mambo aliyoyafanya mazuri, wakalipwa kwa mazuri yao, mabaya wakaangamizwa kwa mabaya yao. Miongoni mwa hayo ni watu wa kabila likiitwa Madian. Hawa kwenye yale waliokuwa wakiyafanya, kuabudia masanamu, kuwaibia wenzi wao kwenye mizani, Mwenyezi Mungu akampeleka mwenzao akiitwa Shuaib, akawa ndio mtume aliyowaendea. Ujumbe wa Nabii Shuaib anawaambia, ya qaumi ibudullah, enyi watu wangu muabuduni Mwenyezi Mungu, ma lakum min ilahin ghayru, nyi hamna mola mwingine isipokuwa yeye. Lakini pia wala tanqusul mikyala wal mizan, msipunguze mizani ya ujazo na uzito, fanyeni kwa uadilifu, msiwadhulumu wenzenu kwenye mizani. Tena inni arakum bi khairi, mimi nawaona nyinyi hali zenu nzuri, Mungu amewapa neema, msifanye mmeshaneemeshwa, acheni kupunguza kuwaibia wenzenu kwenye mizani. Wa inni akhafu alaykum adhaba yawmin muhit, mimi naogopea kwenu adhabu ya siku ambayo hakuna pa kukimbia, hakuna namna ya kuikwepa. Sehemu katika wanadamu waliowahi kupita ulimwenguni, baada ya kuwa sasa wapo wanatajika namna walivyoishi, na Mwenyezi Mungu akawapelekea mtume anaitwa Shuaib, akaendelea kuambia, wa ya qaumi, enyi watu wangu, auful mikyala wal mizan, pimeni kwa uadilifu mizani ya uzito na ujazo, wala tabkhasu nasa ashiyaahum, msiwadhulumu watu vitu vyao, wala ta'thau fil ardi, msifanye uharibifu katika ardhi kwa kuwaibia wenzenu kwenye mizani. Baqiyatullahi khairun lakum, vile vya halali ambavyo Mungu amewapa mnavyo ni bora zaidi kuliko vile mnavyokusanya vya haramu kwa kuwaibia wengine kwenye mizani. In kuntum mu'minin, kama nyinyi kweli ni wenye kumwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho. Wama ana alaikum bihafidhi, anawaambia wala mimi sikupewa kazi ya kuwachunguza, kuwafuatilia na kuwalipa kwenye mnaoyafanya. Kazi yangu ni kuwawaidhi na kuwanasihi tu. Baada ya kuwa tupo tunatajika, tunafahamika, watu wa Nabii Shuaib wakamjibu mtume wao, wakamwambia, Shuaib, asalatuka ta'muruk, dini yako wewe, kuswali kwako wewe ndo kuna kuamrisha ufike pahala utuambie sisi tuache waliokuwa wakiabudia wazee wetu? Dini yako na kuswali kwako ndo kuna kuamrisha wewe utuambie sisi tuache kufanya tunavyotaka katika mali zetu? Kisha wakamwambia neno la kumcheza shere, kumdhihaki. Wanamwambia, innaka la anta alhalimur rashid, wewe bwana ni mtu mpole, mtu mwongofu, mtukufu sana wewe. Mwanadamu kuna wakati hakuwa kiumbe chenye kutajwa, kama ambavyo mimi na wewe kuna wakati hatukuwa wenye kutajwa, halafu tukatajwa tukawa tupo. Na kule kuwepo kwetu Mwenyezi Mungu anaeleza karne kwa karne, kizazi kwa kizazi, namna walivyoishi. Waliofanya mazuri walilipwa mazuri, waliofanya mabaya walilipwa kwa mabaya yao. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe miongoni mwa waja wake walio wema, wanaosikiliza maneno na wakafuata aliyokuwa mazuri. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul, fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkuran
صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. Ndugu Waislamu, na wahusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani wajapata waja wa Mwenyezi Mungu kuhusiana jambo lililo bora kabisa kuliko hili la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu ametueleza kuwa kuna wakati hatukuwa wenye kutajwa, hatukuwepo, kisha akatufanya kuwa sasa tupo, na anatueleza wale waliotangulia waliishije na yeye alilipaje. Kwenye yale ambayo wao waliishi, kuna mambo ya sisi kujifunza na kuzingatia. Kwa watu wa Madian, mtume wao Nabii Shuaib, bwana huyu Mwenyezi Mungu alimruzuku mali, lakini pia alikuwa ni mtu mwenye kufanya ibada. Watu wake wakimwona anasali wanakonyezana na kumcheka, na ndiyo maana walipokuwa wakifanya ujanja wa kuwadhulumu wenzao kwenye mizani, alipokuwa akiwakataza, ndiyo maana wakamwambia Shuaib, swala yako ndio inakufanya sasa utuzuie tusifanye tutakavyo katika mali zetu. Karne nyingi sana zimepita, maneno haya yamesemwa, lakini bado yanatumika mpaka leo. Inawezekana umeajiriwa pahala, inawezekana unafanya biashara na wenzako, biashara fulani, wote wamekubaliana kufanya kisichofaa ambacho Mungu hapendi na haridhii, wewe unakataa. Pengine kwa sababu mpya pale ulipoajiriwa, wale uliokuwa nao wafanyakazi wenzako wanaweza kukwambia maneno yanayofanana na haya, kwamba bwana msali hii na huyu, yaani kule kuswali kwako ndo kunafanya sisi tusipate mali. Mtindo ukawa tofauti, lakini utaratibu ni ule, kwamba mwanadamu sio leo tu, toka huko nyuma akipata mali, kama hakupata maelekezo sahihi na mafunzo anayoyataka Mwenyezi Mungu, anadhani mali ile amepata kwa akili yake na ana nafasi na uhuru wa kufanya atakavyo, kama ilivyotokea kwa Nabii Shuaib, na ndivyo ilivyotokea kwa Qarun wakati wa Nabii Musa. Mwenyezi Mungu alimpa Qarun mali. Mwenyezi Mungu anatuhadithia katika Qur'an kwenye suratul Qasas, kwa mali aliyopewa wakatokea watu wake kumpa nasaha, mawaidha. Wanamwambia kwenye mali hii, wabtaghi fima ataka Allahu dara al-akhirah, tumia mali hii kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu, lakini wala tansa nasibaka min ad-dunya, usisahau kutumia mali hii, sehemu ya mali hii katika maisha yako ya dunia, kwenye yale unayoyapenda ambayo ni ya halali, hayamuudhi Mwenyezi Mungu, hiyo usisahau. Lakini wa ahsin, nafanya wema kwenye mali hii kwa kutumia katika kheri, kuwasaidia wasiojiweza. Kama ahsana Allahu ilaik, kama Mungu alipokufanyia wema wewe
akakupa zaidi kuliko wengine. Wala tabghi alfasada fil ardh, usifanye uharibifu kwa mali hii katika ardhi, kwa kutumia mali hii ukaharibu watu wa wengine, ukaharibu watoto wa watu, ukafanya mambo yasiyofaa. Inna Allaha la yuhibbu almufsidin, Mwenyezi Mungu hapendi wanaofanya uharibifu. Suratul Qasas aya ya 77. Alipoambiwa maneno haya Qarun akawajibu, innama utituhu ala ilmin indi, mimi nimepata mali hii kwa sababu Mwenyezi Mungu katuangalia sote, akaniona mimi ndo ninastahiki kupata, sio nyinyi. Mimi nimepata mali hii kwa sababu Mungu kaona mimi ndo nina akili zaidi na nina uwezo kuliko nyinyi. Mwenyezi Mungu anasema, awalam ya'lam, hivi hakujua Qarun anna Allah qad ahlaka min qablihi min alquruni man huwa ashaddu minhu quwwatan, hivi hakujua Qarun kwamba hapa ulimwenguni Mungu amewaangamiza kwenye karne zilizopita waliokuwa na uwezo zaidi na mali zaidi kuliko yeye. Wanazuoni wakafasiri, usiangalie kuangamiza tu, tizama kuwa walikuwepo na sasa hawapo, na inawezekana walipokuwepo wale, wewe ulikuwa unatamani na wewe uwe kama wale, lakini sasa hivi wewe ndo unamiliki sehemu ya mali zao baada ya wao kuondoka zilipouzwa. Qarun hakujua haya, kwamba Mwenyezi Mungu amewaondosha waliokuwa kabla yake, walikuwa zaidi yake. Mafunzo katika historia Mwenyezi Mungu ametuwekea ili tujifunze, tusiwe kama wale, tusidharau, itufanye tuwe wanyenyekevu mbele ya Mwenyezi Mungu. Vyovyote tulivyo leo, kuna wakati hatukuwepo, na kuwepo kwetu leo pengine ilikuwa ni maamuzi ya wazazi wawili tuwaozeshe watoto wetu, ndio maana tupo, na hilo litufanye kila tulicho nacho tutumie kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu. Tusisahau sehemu yetu katika dunia kwa kutumia katika halali. Mwenyezi Mungu anatueleza katika Qur'an yaliyopita ili tujifunze. Anatuambia, kam taraku min jannatin wa uyuni, wale waliopita wakaondoka, wameacha vingapi katika mabustani na chemchemu walizokuwa wakizitumia kustarehe. Wa zuru'in wa maqamin karimin, mashamba na makazi yaliyokuwa yakivutia yanapendeza. Wa na'matin kanu fiha fakihin, na neema mbalimbali walizokuwa nazo ambazo walikuwa wanazitumia, wameondoka, wameziacha. Baada ya wao kuziacha, nini kimetokea? Mwenyezi Mungu anasema, kadhalika wa aurathnaha qauman akharin, hivyo hivyo tukarithisha vitu vile watu wengine. Haya lengo lake tusisahau kusimama katika njia anayoipenda Mwenyezi Mungu na kuiridhia. Tujifunze kwenye yale yaliyopita, yaliyopo, lakini pia tuzingatie kwenye yanayokuja. Yepi? Mwenyezi Mungu anatuambia katika Qur'ani, ya ayuhan nasu taqu rabbakum, enyi watu muogopeni Mola wenu, wakhshaw yawman, na muiogope siku ambayo la yajzi walidun an waladihi shay'an, la yajzi walidun an waladihi, siku ambayo mzazi hatoweza kumsaidia mwanawe, wala mauludun, wala mtoto huwa jazin an walidihi shay'an, hatoweza kumsaidia mzazi wake kwa chochote. Inna wa'da Allahi haqqun, hakika ahadi ya Mwenyezi Mungu ni ya kweli. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, usikudanganyeni uhai wa dunia. Wala yaghurrannakum billahi gharur, wala sikudanganyeni kwa Mwenyezi Mungu yule aliyemdanganyifu mkubwa. Tuchukue fundisho kwa kuna wakati hatukuwepo, sasa tupo ndani yake. Mungu anatufahamisha waliotutangulia waliishije, wema aliwalipaje, wabaya aliwalipaje, na kisha anatutaka tuiogope siku ambayo
hakuna kitakachotufaa isipokuwa matendo yetu yaliyo mazuri anayoyapenda Mwenyezi Mungu na kuyaridhia. Mwenyezi Mungu atujalie tu miongoni mwa waja wake walio wema, wanaosikiliza maneno na wakafuata yaliyokuwa mazuri. Kisha kwa mafundisho mazuri haya aliyotuletea Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu akatuamrisha jambo alilolianza yeye mwenyewe, kisha akalifuatisha kwa malaika, na akamalizia kwetu sisi kwa kutuambia inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, khususan minhum amirul mu'minin sayyidina Abi Bakr as-Siddiq, amirul mu'minin sayyidina Umar ibn al-Khattab, amirul mu'minin sayyidina Uthman ibn Affan, amirul mu'minin sayyidina Ali ibn Abi Talib, بقية العشر بشرين بالجنة وأن أزواج نبيك وعمي وستائه ذوي الإخلاص والصفا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.